Mimi kwa majina naitwa Seria Matiko Sabinto. Ndiye mwenyekiti wa kitongoji husika. Kitongoji gani? Susuni. Sawa. Kijiji cha Matamango. Eneo hilo mti mnaoona ambao ni mti aina ya Saragena. Huwa ndio lipandwa mwisho wa njia. Huko mpakani kabisa huo. Mzee wa mali ndio aliupanda huo. Huko mpakani mwa njia. Kuanzia kwenye huo mti kuja huko. Hili lote miaka yote ilikuwa ni hifadhi. Hapo katikati pote ni njia tulifika kitongoji moja kwa moja kutoka kujua, nafikiri mmekuja nayo. Tulianzia kule barabarani hadi kijiji jirani hapa Kibubura B. Ambapo kitongoji jirani ambacho ni kiko ndani ya kijiji cha Matamango. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Matamango na kwa eneo hili tuliokuwa na mgogoro. Kipindi nimeingia kwenye madaraka mgogoro nimeupata. Lakini nashukuru timu ya Mama Samia imekuja kutumalizia mgogoro huu. Na mgogoro huu ni imani kuanzia leo. Tunawashukuru na tunashukuru Mama Samia. Kwa timu inayoongoza Onyango. Kwa majina naitwa Moshwa Mula Maende, lakini kwa jina la utani ni Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kijiji cha Matamango. Ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Matamango. Tunashukuru Mama Samia kututatulia mgogoro wetu huu uliokuwa unatusumbua miaka mingi. Kwa jina naitwa Nyancha wangu Msirali. Ndio. Nimeshukuru sana kutatua huu mgogoro wa Omari Msirali. Nashukuru sana. Jina naitwa Elia Omari Msirali. Nani? Elia Omari Msirali. Ndio. Basi nami namshukuru Mungu kwa kile ambacho kimetendeka kwa siku ya leo. Kwa sababu mimi ni miongoni mwa jamii na pia mimi ni miongoni mwa wananchi wa hapa. Basi pia niendelea kushukuru kwa kile kilichoamuliwa na serikali. Basi mimi pale ambapo nimepata kuniachia kama mwananchi, basi mimi nimeendelea kushukuru. Kwa majina ninaitwa George Onyango Daniel, ni afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo tuko katika timu ya msaada wa kisheria wa Mama Samia kwa ajili ya kutatua migogoro kwa jamii, hasa yule mwananchi wa chini. Katika kazi zetu tulipokuwa katika kijiji cha Matamango, tulipokea mgogoro kati ya Bwana Omari na serikali ya kijiji, wakiwa wanalalamika serikali ya kijiji kwamba Bwana Omari alivamia eneo la milima ambayo inatumika kama hifadhi ya miti, lakini vile vile wazee wa kimila wanatumia katika masuala yao ya jadi. Tumekuja kutatua mgogoro huu na kwa bahati nzuri pande zote tumeridhiana kati ya serikali ya kijiji na Bwana Omari, na tumeweka mpaka wa kudumu katika mlima huo wa wazee kwa jina maarufu milima ya mila, na Bwana Omari pia tumemwachia sehemu kidogo pembeni mwa milima. Na tumefanya hivyo kwa sababu baada ya kupitia nyaraka tumegundua kwamba taratibu za kutoa huo mlima hazikufuata sheria. Kwa hiyo na wazee wa mila tumekuwa nao na wenyewe pia wameshukuru na wameridhia kwa kile ambacho tumefanya, na tumeweka mipaka kwa kupanda mikonge. Kwa hiyo tunaomba tu jamii waendelee kutatua migogoro kati yao na waishi kwa amani, kwa sababu Tanzania ni moja na Mama Samia ametutuma mpaka huko ngazi ya chini kwa ajili ya kusaidia wananchi wa kawaida.